juu ya watu uliowaumba. Damu yako Yesu juu ya Watanzania katika nchi hii na katikati ya wiki hii. Onyesha nguvu zako e Bwana juu ya uhai wa kila mtu. Kautunze kila uhai. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunakataa vita na mapigano na kila roho mbaya juu ya taifa letu kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ni wiki ya uchaguzi. Kasimame Mungu aliye hai katika nguvu zako. Kila aliyekusudia kufanya uovu juu ya mtu, juu ya mwanadamu, juu ya uhai, katika jina la Yesu tunazuia kila vita. Tunakataa kila mapigano. Mungu kaachilia amani na nguvu yako ya haki ikatamalaki katika nchi kwa damu ya Yesu. 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 Kalinde familia yangu. Kawalinde ndugu zangu. Kawalinde watoto wangu. Kawalinde watoto wangu. Kalinde mme wangu. Kalinde mke wangu. Katika damu ya Yesu. Uzao wa tumbo langu usiasirike kwa namna yoyote. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nguvu za giza. Nguvu za giza. Na kila roho mbaya hatuziruhusu e Bwana katika ulimwengu wa roho. Yesu. Simama mwenyewe katika jina la Yesu. Hebu omba mwenyewe kwa ajili ya taifa. Baba, katika jina la Yesu, taifa la Tanzania ni taifa la kwako. Na wewe ndiwe uliyetupa. Na wewe ndiye uliyetufanya tuwepo katika nchi. Mungu, tunaomba amani yako ambayo inapenya katika vilindi vya mioyo ya watu ipate kutawala katika nafsi zetu katika jina la Yesu. Kila aliyebeba roho mbaya na uovu juu ya taifa hili, Mungu wa kupigana naye ni wewe peke yako. Yesu, simama juu ya taifa letu. Onekana katika mazingira yote. Tamaraki juu ya ardhi, tamaraki juu ya anga. Achilia amani na utulivu katika jina la Yesu aliye hai. Tunakataa mapigano. Tunakataa bunduki. Tunakataa mabovu kutawala katika damu ya Yesu. Tunataka amani yako Yesu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ni wewe peke yako mwenye hatima. Ni wewe peke yako wa kutuwezesha. Ni wewe peke yako wa kutubeba katika damu ya Yesu Kristo. Mungu, tunakualika uonekane Bwana katika mazingira yote. Katika mazingira yote. Kachilie neema yako. Kachilie kivuko chako. Kachilie utukufu wako. Kachilie nguvu zako ambazo Mungu zinapita nguvu za wanadamu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Utawale Yesu. Utawale mfalme. Utawale Bwana wa mbingu na nchi. Utawale kimbilio letu na nguvu. Utawale msaada wetu wa karibu katika jina la Yesu Kristo. Ipate kunena mema katika jina la Yesu. Tuone Mungu wa kweli katika damu yako Bwana. Katika jina la Yesu. Roho uzima Mungu mwenye nguvu. Atawale tu. Mwachie Yesu. Atawale. 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 Atawale tu. Mwachie. Mwachie Yesu. Mwachie Yesu. Atawale. 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 Atawale.
Mwachie Yesu atawale maisha yetu. Mwachie Yesu atawale kwenye nyumba yako atawale, atawale kazi
Yesu makofi, pigia Yesu. Basi sema, Bwana Yesu, naomba utawale njia zangu na hatua zangu na maisha yangu. Kila mitego niliyotegeshewa na kila maumivu niliyoandaliwa ili niumie katikati ya wiki hii, ninaomba uniepushie hayo maumivu. Kila wazo la adui juu yangu, naomba unishindie. Utawale wewe tu. Utawale wewe tu. Utawale wewe tu. Utawale wewe tu. Katika jina la Yesu. Utawale Yesu. Utawale Yesu. Utawale wewe tu. Katika jina la Yesu. Njia zangu zote utawale wewe. Mapito yangu yote utawale wewe. Nakataa roho ya kuugua na maumivu ya kila namna katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakuomba juu ya taifa la Tanzania, amani halisi unayo wewe. Naomba uiachilie katika nguvu zako. Kila maadui wa taifa hili waliojificha kwa siri, ninaomba ushughulike nao kwa namna yoyote ile. Wako maadui wa nje na wako maadui wa ndani, na wengine wamevaa ngozi ya mwana kondoo, lakini ni maadui wa taifa. Ni nani awezaye kuwajua kama sio wewe? Tusaidie wewe unayejua kwa siri. Katika jina la Yesu, liponye taifa hili na kila namna ya umwagaji wa damu. Tunakataa katika damu ya Yesu. Mungu aliye hai, ukatawale wema na haki katika jina la Yesu. Na kila anayepotosha haki ya nchi, wewe ndio unajua vita yake. Sisi tutanyamaza, wewe utapigana juu ya taifa. Litetee taifa letu katika kila hatua. Tunakataa katika hali zote. Walinde wa Tanzania wote na serikali inayotuongoza. Simama upande wa taifa hili. Achilia neno la maarifa na utulivu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunakataa vita katika jina la Yesu. Mungu katamaraki, ukaonekane peke yako kwa njia zozote. Wewe ni Mungu wa haki katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kunaipenda nchi hii na utaitetea kwa viwango unavyoweza wewe katika damu ya Yesu. Na tunakushukuru Mungu kutupa taifa zuri. Endelea kutamaraki kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Usiache kuomba kwa ajili ya taifa. Amen. Naomba uketi. Bwana akusaidie, akupe maarifa namna ya kuomba. Amen. Amen. Watu wachache tu waliliponya taifa la Israeli.
na kikosi cha maombi kiliongozwa na mwanamke aliitwa Esther, wakati wametangaziwa kuuawa. Haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Watu wametanda, wana wasiwasi mwingi sana kwa ajili ya uchaguzi, kwa sababu kunaonekana kuna misigano ya chini chini isiyoeleweka. Wewe usikae kwenye hiyo misigano, kaa upande wa Bwana. Amen. Jamani, amen. Mungu wa kwetu hapigani kwa bunduki, hapigani kwa maneno wanaopigana wengine. Wengine wanapigana kwa maneno, wanatamkiana. Wanasiasa mna vitu vingi sana midomoni kwenu, na wakati mwingine mnatabiri na ambavyo mnajitabiria vibaya. Lakini Mungu hapigani kwa kutumia nguvu za bunduki wala mtutu. Amen. Ana silaha za kwake za ajabu. Mungu anajua namna ya kutetea taifa. Sasa usihangaike kupambana kwa maneno wala kwa kuonyoshea watu vidole. Unajua mara nyingi unaweza kufikiri yule amekosea, kumbe ndio yuko kwenye haki, ila tu hujajua. Jana niliwaambia, nadhani wiki iliyopita, nikasema kuna njia ambayo unaweza kuiona ni potofu kabisa. Potofu kabisa machoni pako, kumbe nyingine ni Mungu mwenyewe ameruhusu. Amen. Jamani, amen. Kuna njia unaweza kufikiri ya uharibifu, kumbe ndio Mungu anakuokoa, ila hana namna nyingine ya kukutoa. Mliopata nafasi ya kumsikiliza Mwakasege Mtau, kumbuka alipokuwa anatoa mfano wa Rahabu jana. Bwana alizungumza maneno mengine magumu sana. Akasema hivi, unalitoto likahaba linalala na wanaume masaa yote humo, na ile nyumba ya kikahaba, alafu anakuambia baba yangu na mamangu mje mpumzike huko. Akazungumza akasema, Mnyakyusa wa kike, hata mwanamke wa Kinyakyusa atasema hivi. Msikiliza bale. Sasa iangalie njia ya kahaba iliokoa wanaume wa Israeli. Yaani Mungu aliwaingiza kwenye mfumo ambao watu wanafikiri ni wa uzinzi, kumbe ndo anaokoa watu. Yaani njia za Mungu acha. Wewe angalia. Unaweza kufikiri kwa nini Rahabu unaweza kumchukua kufikiri alikuwa kahaba, kumbe Mungu aliutengeneza ule wa kahaba kwa miaka, anajua kuna mwaka atapitishia kusudi lake mle. Njia za Mungu ngumu jamani. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Siku moja tulipokuwa kwenye mkutano, rafiki yangu mmoja, tulikuwa wawili, akatafakari, akatuuliza swali, akasema jamani, ila mimi Mungu namshangaa sana. Mawazo ya Mungu ni magumu sana, hatuwezi kuyafikia, ila hatujafika mahali kuomba mapenzi ya Mungu halisi. Tukasema kwa nini? Akasema kuna vitu Mungu anatuambia tupitie, ila ni dhambi. Alikuwa anatoa mfano kabisa, sema ila ni dhambi, lakini kwa sababu hatujajua sauti ya Mungu ni nini. Na yeye alitoa mfano wa Rahabu tu. Akasema hivi, Waisraeli wangegundua wenzao wameenda kulala kwa yule malaya, wangewapokea? Na walivyokuwa watakatifu. Hili wazo anapofundisha jana Mwakasege likaniingia, nikakumbuka mazungumzo yale tulikuwa tunaongea na rafiki yetu kule Songwe. Akasema mimi ninafikiri tuanze upya kutafuta namna sauti ya Mungu inavyotembea kwetu. Tumekosa kusikiliza sauti ya Mungu. Kuna njia ambazo Mungu anataka tuzipitie, ni mbaya katika macho ya wanadamu, lakini ndimo Mungu alimotengeneza kusudi. Jana nimetafakari sana ule baba anapofundisha, nilitafakari kweli, mimi nilifika mbali. Nikasema kuna wakati mwingine tumewahukumu watu kwa sababu ya mapungufu, alafu tusijue ni Mungu aliruhusu apite kule ili afike mahali fulani. Kuna wakati mwingine tumekosa nafasi ya kutulia sana mbele za Mungu. Tuna nafasi ya kuhukumu sana watu. Na ndio maana tumejaa kutazamana vibaya na kushakiana vibaya. Tumepeana uchawi katikati ya kundi la Bwana.
Na kuna wakati mwingine tunapitia magumu kwa sababu tu tulimsema mtu tusiyejua vita yake. Kuna mtu tunaweza tukamwona amekosea kabisa na anastahili kutukana, lakini Mungu hajatupa si kibali cha kumtukana. Anasema usihukumu usije ukahukumiwa. Yaani acha yule anayepotea. Tuna kazi ya kuomba toba na rehema kwake. Sisi huwa tunamsema, anachafua kwa yetu. Ndio maana nikasukuma kawimbo akatawale tu Yesu kwenye mawazo yako, atawale. Ili ufike mahali uwe na uwezo wa kufikiria vibaya. Uache kufikiri vibaya. Sikilizeni, yeye anasema wabarikini wanaowauzi. Nene? Waombeni wanaowauzi, si ndio? Wabarikini wanaofanya nini? Bwana asifiwe. Yaani yule anayekuibia mume wako ndiye anataka uende kumtembelea na kikapu. Hivi kwenye akili ya kawaida hii inakuja hii? Wakati wewe umeshatuma na status kwamba hata alale kwako huyo ni wangu tu. Hatufurahi naye, atakuacha tu siku moja. Na kenyewe kanakwambia kama ni wakwako umeshindweje kumlinda, yuko kwenye mikono yangu. Utalia mpaka na harudi tena. Ndio naanza kulia chumbani peke yako. Unaona sasa umetoa majibu mwenyewe mabaya. Alafu umeyatafuta mwenyewe, alafu naanza kulia. Yesu nisaidie. Haisaidiagi penye upumbavu kama huo. Bwana asifiwe. Naongea na watoto wa Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Hivi angekuwa ndo mume wako ndo walitumwa na Yoshua, unasikia eti walikuwa nalala kwa kahaba, alafu anasema ni njia ya Bwana, utamruhusu aje nyumbani? Utamwambia ishia huko? Sasa je, unakuja kugundua yule dada aliwekwa pale kwa kusudi la Bwana mpaka alipitisha kusudi la Mungu. Alipolipitisha kusudi la Mungu tu, umarai uliisha pale pale. Akaenda kuishi kwenye taifa la Israeli na akawa sehemu ya taifa la Mungu. Sasa unaona kitu cha namna hiyo? Sasa ninataka kuzungumza nini? Tusikimbilie kuwanyoshea watu vidole eti kwa sababu ya kosa lilolifanya tu. Tambua hata wewe uliyeshinda hapo kutafuta nguvu ya kushinda, kuna nguvu aliachilia Mungu kwako, ndio maana unashinda. Kwa wale wanaopotea tu warejeze. Biblia inasema warejezeni kwa upole, sio kwa kuwasimanga. Wewe uliye na mwanga, beba mwanga. Usiende na giza kwa aliye na giza. Unajua tuna maneno ya giza. Umewahukumu watu wangapi? Siku moja nilishangaa sana. Nilikuwa nimekaa na mtu mmoja. Alikuwa na machozi mengi sana. Amekata tamaa kwa sababu nyumbani wamemkataa. Wanambume tuaibisha. Wewe sio familia yetu. Watudhalilisha sana. Kanisani ndio siseme. Unajifanya mnaimba tu, kumbe waovu wakubwa. Mimi nimekaa naye, namuuliza, ili jambo ulifanyaje? Anasema mchungaji, mimi sijafanya, ila mazingira ya namna ambavyo yalikuwa yanathibitisha kama mimi nilifanya, na nimechukiwa sana. Basi baadaye tukaanza kuomba. Mimi nikaomba. Alipoondoka nilipata nafasi ya kuomba tena kanisani. Ndipo nasikia sauti, nataka kumwombea. Naambiwa, yani yule wewe ndiye uliyebaki kumfariji. Usipomfariji wewe kwa kina, anaweza tu kujua kwa sababu amefika mbali. Bwana asifiwe. Kuna wakati kuna mtu mwingine anaweza kaja kukueleza shida tena ya ovyo, kumbe wewe ndo msaada wa kumvusha yake, ndo maana Mungu amemleta kwako. Usipoingia kuomba kwa kina, na utaanza kumshangaa,
pamoja na hayo dada amepotea. Ndio alichokuwa anafanya. Mwingine atakueleza kabisa nimefanya. Mimi sina kwa kwenda. Naomba msaada. Ni nani ana uwezo wa kuvumilia haya? Sisi ndio ukimsikiliza ndio unakwenda pa wenzio kitororosa. Dunia hii. Waangaliage watu tu. Wanaoyafanya ya ajabu. Akiyasikia yale maneno anajua ni mimi. Umeelewa? Kesho nasikia fulani amejiua. Amini usiamini, mbingu huendi. Ile damu itadai kwako. Kwa sababu anapoleta kwako alijua wewe ndio kuna msaada wa kumvusha. Sema amen. Sema amina. Amina. Sema hata wale tu mwachie Yesu hata wale mwachie Yesu. Fungua Isaya 43. Tutaanza pale tulipoishia mstari wa 15. Isaya 43 tunaanzia ule mstari wa 15. Wiki iliyopita tuliishia mstari wa 14 nadhani. Wakati mwingine unaweza kuona ni panini nakuwa kama nasoma mfululizo, nataka kujenga pia. Angalau nakuwa kama mtu umesoma Biblia, kwa sababu kuna watu wanasomaga mstari mmoja tu ameshamaliza, na kila mstari umebeba kusudi la Mungu. Kwanza itakuwa tunaenda na kastari haka, tukisoma tutakuwa tutembee na kastari kamoja, lakini tunaunganisha mitatu mingapi ili tusogee haraka zaidi. Nana anaweza katusomea kwa sauti nzuri mpaka mstari wa 19? Kwa leo tutaishi hapa. Isaya ile sura ya 43 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, mimi ni Bwana mtakatifu wenu muumba wa Israeli, mfalme wenu. Bwana asema hivi, yeye afanyaye njia katika bahari na mahali pa kupita katika maji yenye nguvu, atoae gari na farasi, jeshi la askari na uwezo, wamelala hawataondoka, wametoweka, wamezimwa mfano wa utambi. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Mstari wa 19. Tazama nitatenda neno jipya sasa, litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Litafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Unasikia hicho? Anasema je, hamtalijua? Nitafanya njia jangwani. Hata mito wapi? Hata mito wapi? Hata mito wapi? Nataka kuona kama kuna watu ibadani. Hata mito wapi? Unafahamu nyikani wapi? Unafahamu nyikani wapi? Kuna utofauti gani kati ya nyikani na jangwani? Hebu nirudie mstari wa 19. Labda hawajaelewa vizuri. Tega sikio lako, sikiliza vizuri. Mstari wa 19 unasema, tazama nitatenda neno jipya sasa, litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Litafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Litafanya njia hata jangwani. Nani amewahi soma habari za jangwani? Kwenye jangwa ni sehemu gani? Na nyikani. Nyika. Kuna utofauti gani ya nyika na jangwa? Maji wala majani hayajaota. Yaani ni mahali pakame kabisa. Jangwa ni mahali ambapo palikuwa na majani yamekauka kwa kukosa maji. Kwa nini njia haziko jangwani? Jangwa la Kadesh.
Basi kila mmoja akafanya utafiti utofauti wa nyika na jangwa. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Ukipita jangwani ni mahali ambako jua linawaka sana. Amen. Mchanga mwingi. Ukivikuta vimiti vilivyoota huko ni vya miiba. Lakini hata nyikani ni hivyo hivyo. Sasa tunatakiwa tufanye utafiti nyika na jangwa, utofauti wake ni nini? Labda kuna mtu angekuwa na, ngoja nione. Hebu soma Biblia nyingine hapo. Nana na Biblia nyingine, aina nyingine hapo. Bwana asifiwe. Nataka ukielewe hiki kitu kwa kina. Kuna namna ambavyo tunamtazama Mungu sana. Sasa akina mama, ninakuwa kama na wafesi sana. Wakina mama mmepewa dhamana kubwa sana ya kulilinda kanisa na kuliongoza. Wakati mwingi tunapoteza nguvu zetu kwa sababu ya namna tu tunavyofikiri na kutenda. Nani amepata? Nyikani nini? Nyikani nasema hivi, ni eneo lenye majani marefu na miti midogo iliyotawanyika. Ni kati ya misitu na jangwani. Ni kama misitu ya jangwani. Nitaka kusome Biblia tu nyingine. Kama na Biblia ya tafsiri vizuri. Bwana asifiwe. Soma Biblia nyingine. Nana na Biblia ya Kiswahili cha kisasa. Hamna hata moja hapa. Okay. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Okay. Ngoja. Kwa nini Mungu anazungumza kwamba ana uwezo wa kutengeneza mito nyikani? Mahali ambapo hapana mfumo wa maji hata kidogo. Tunaposema nyika, ni ardhi ambayo ina vijiti vinavyotawanya majani kwenye, yani chini kuna mwamba. Umeelewa? Kunakuwa na vimiti, lakini chini ya vile vimiti ukitaka kuchimba kwenda chini unakutana na mwamba, ambao ule mwamba ni mkavu, ambao huwezi kuruhusu maji. Sasa Mungu anataka kutuonyesha nini? Ni namna gani alivyo na uwezo wa kukutengenezea njia mahali ambapo kila mtu hawezi kuona njia. Yaani kama tunaposema fulani hapa havuki. Hii mito inayoitwa mito ni baraka. Nataka nikuhakikishie kwamba kinachozungumzwa kwamba Mungu atafanya mito, yaani mahali ambapo wewe hapana mtaji, yeye ataachilia baraka ili dunia ijue Mungu naye mtumikia ni Mungu wa tofauti. Na ndio maana unaposoma mistari ya huku nyuma anazungumza vizuri sana. Anasema mimi ni Bwana Mungu mtakatifu wenu, muumba wa Israeli, yaani aliyekuumba yeye. Anasema mfarume wako.
Bwana asema hivi, yeye afanya njia katika bahari na mahali pa kupita katika maji yenye nguvu. Wiki iliyopita nikasema ukimwamini Yesu unafananishwa na mti uliopandwa katikati ya vijito vyenye utulivu. Sasa leo anasema yeye ana uwezo wa kukufanyia njia mahali penye maji yenye nguvu. Mnayafahamu maji yenye nguvu? Siku moja kama mto Nzovu yake kaliwahi furika mpaka huku kwenye nyumba za kina Kita huku. Watu walikuwa wanatetemeka, si ndio? Aka sio mto. Hizo ni chemichemi zinazopeleka maji kwenye mto. Unaoisikia mito upana wake unatoka hapa mpaka Meta, ndio unaitwa mto hapa katikati. Pote hapa ni maji. Na ukifurika mpaka Ibanga huko, ndio unaitwa mto umefurika. Bwana asifiwe. Naongea na watoto wa Yesu. Bwana asifiwe. Na utaongea na watoto wa Yesu. Bwana asifiwe. Sasa Mungu anasema, mwanangu, mimi ni Mungu wako. Na ndio Mungu ninayemhubiri, nataka watu wa Iunga muelewe. Yule anayeweza kukufanyia wepesi. Tuna akili ya kutazama vitu tulivyo navyo sana. Yaani kila mtu anatazama kashughuli anakofanya, anafikiri kanaweza kumfanyia wepesi na njia. Ako kashughuli kako kanaua tu fikira zako. Na ndio maana tumekaa kwenye umaskini, hatutaki kutoboa. Nini? Tunaangalia vinjia vyetu. Anasema yeye Mungu anafanyaga njia hata kwenye bahari. Bahari ni msukosuko wa mawazo na mawimbi mengi yaliyokuzidi. Yasioonekana, watu wote wanasema wewe uwezi. Anasema hapa hapo yenda anapotengeneza njia. Lini Mungu amewahi jitukuza mahali penye nguvu yako? Mungu hajitukuzagi kwenye mtaji wako. Na ndio maana wote ambao wamejitukuza wamefanikiwa kwa nguvu zao huwa wanajivuna. Hata kiwaambia njoo kanisani hawawezi. Atawaambia tu, wapendwa, kama mnavyojua kazi zangu ni nyingi sana. Lakini mtu anayejua nimepata hii kazi kwa muujiza, bila Mungu hapa mimi nilikuwa nitakataka, huwezi kukuta na hangaika. Jana Makesega alizungumza lugha nzuri sana, akasema Wakristo wengi wanamwamini Yesu na wanampenda Yesu na wana uwezo kuja na akili zao na kila kitu, ila hawawezi kuja na hela zao. Bwana asifiwe. Na akasema wameweka mipaka. Wanamwambia Mungu, nimekupa fungu la 10. Kumbe fungu la 10 kazi yake ni kukufungua ili ujue namna ya kutoa matumizi sahihi. Kama ni sadaka, nitakufungua utoe sadaka sahihi. Ndio kazi ya fungu la 10. Kumbe fungu la 10 sio kwamba ndio mwisho wa matumizi. Lenyewe ndio rango la kukuelekeza namna ambavyo unataka utumie hela zako. Kama kulikuwa na kizuizi cha kumtolea Mungu sadaka, ukipeleka fungu la 10 litakupa nguvu ya namna ya kumtolea Mungu sadaka. Kumbe sio mpaka wa mwisho. Nikashangaa sana. Si mnakumbuka wiki 2-3 zilizopita niliwaambia, jamani, unapokuja ibadani unabeba hela, kama nazo nyumbani beba zote mfukoni. Utage nazo hapa. Mnakumbuka kuna siku nimezungumza hayo. Nikasema kwa sababu ukija na hela, ukiziacha hela nyumbani, ndio maana watu wengi mnapata shida sana, mnaandika vikaratasi. Mnaanza kuandika vikaratasi. Mungu anazitaka hela, wewe umeziacha nyumbani. Njoo nazo hata kama hazita hutatoa, lakini zilijihuzulisha madhabahuni kwa Mungu na zenyewe zimeombewa. Ukienda nazo kwenye biashara, wanyagaji hawatanyaga. Ni lugha gani? Ni Kiswahili hiki au? Weno, ni Kiswahili au ndo kinakuwa? Kiswahili kinakuwa jamani, inawezekana ni Kiswahili. Mlifungia mabano tulikue. Wanyagaji hawatanyaga. Mnawafahamu wanyagaji? Nani ameshaelewa wanyagaji ni nani? Wala ambao umeweka hela 100,000 unakuta 10 haipo. Wameshanyaga. Sasa sijajua ni Kiswahili, mimi sijajua. Hivi kwa Kiswahili tunasema nini? Maana tukisema wamechukua hatujawaona. Wameleta nini? Maana kama wanachoma na wao waleta basi. Choma waleta ni kitu kingine. Wamevuta wapi? Uliwaona? Si ungepata shida ungeona hizo zinavutika. Wanyagaji. Sema wanyagaji. Hicho ndio Kiswahili sahihi. Hata kama hamjui, mjue nacho ni Kiswahili. Kimekuwa tayari. Kwa sababu kimetamkwa madhabahuni na kitakuwa Kiswahili.
na litadhibitika kwa ni neno la Kiswahili. Mnyagaji ni nguvu inayotumika kuchukua kitu katika nguvu ya ulimwengu wa roho, lakini inadhihirika kwenye ulimwengu wa mwili unakuta kimepungua, au inaongeza kitu katika ulimwengu wa roho na inadhihirika kwenye ulimwengu wa mwili. Na ulikuwa na 100,000 unakuta kuna 110,000 imenyaga ukimeleta kwako, kama na wewe ni mnyagaji. Sasa sijajua wanyagaji mpo, sema tupo. Hampo Wakole ni wanyagaji. Hivyo hamjui? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani wanyagaji walishaiba maarifa ya rohoni, maarifa katika ulimwengu wa roho. Unafikiri Biblia inaposema mtakula utajiri wa mataifa, unafikiri utakuja tu hivi? Lazima muunyage. Unaagiza, Bwana Yesu, ile speaker naipenda, naiomba ije kwangu. Una nguvu za kuileta, unatuma manguvu yale katika ulimwengu wa roho. Unakuta tu anakuja kusema tumesukuma tukupe zawadi. Bwana asifiwe. Sasa yako menyewe makatili yanachukua pasipo kuomba, hayanaga amani. Baraka za Bwana ni za amani na utulivu, hata aliyekupa anafurahia. Sema amen. Samani, sema amen jamani. Sema amen jamani. Sasa Mungu anasema wazi, ataachilia njia jangwani. Manake kuna watu sasa hivi tukiwaambia bwana twende kulima, hana shamba, menelewa, hana mtaji, hana hata mbegu. Hilo kwenye ulimwengu wa roho kwako ndo linaitwa jangwa. Umeelewa? Sasa Mungu anasema ukidhamiria kwangu kwamba nataka kulima, anakuuliza eka ngapi? Nataka kulima eka 10. Ndio maana siku ile tulikuwa na maombi humu, niliwaambia acheni, mnaotaka kulima semeni. Mna kazi moja tu ya kusema kwa Mungu, nataka hiki. Amen, amen. Naongea na watoto wa Yesu. Amen, amen. Nikisema njoo sema. Sio mimi Mungu nataka kulima nikiwa na hela. Mungu hawezi kukupa hela za kulimia, anakupa imani ya kulima, alafu anaachilia nguvu. Sema amen. Jamani sema amina. Ukidhamiria kwamba nataka kulima ndio unakuja madhabahuni. Bwana Yesu, nasukuma nilime eka 5, lakini sina hela, niko jangwani. Na wewe una njia ya kufanya, nafanyeje? Nipe mlango. Sasa njoni tumuombe Mungu. Mnalilia vitandani, mnaitikiana na mume wako na vitoto vyako, mnafikiri mko kula raha, mateso yako pale pale. Mnaamka kesho uji hamna, mkikoroga uji sukari hamna. Yaani kuna watu wanatamani kazi, wakati wengine wanagombana. Nani amesema mnunue maandazi Misiri? Wewe andazi unatamani ukitoka nalo kule dukani uanze kuligonga njiani mpaka lianafika nyumbani umepunguza 5. Mwenzi anasema ya jana siri, mimi nataka ya moto wanaotengeneza saizi. Wewe hata lililopita wiki lijaro hujawahi kagua kwamba ni namna gani, bora limeonekana andazi unagonga tunangata. Bwana asifiwe. Ukiona unakula tu maandazi uwezi kukagua hata ni alini, ujue tayari umaskini umekukaria. Amen, amen. Jamani amen. Jamani amen. Njoo tutoke kwenye hicho kifungo. Sikiliza, utajiri na heshima viko kwenye mikono ya Mungu wetu, lakini nguvu ya uwezo wa kuingia kwenye hiyo nguvu ya utajiri iko kwenye uwezo wa ulimi wako. Yaani huo ulimi ulio nao huu ndio una uwezo wa kubadilisha, rafiki yangu, ukawa bosi. Msifikiri utajiri uko kwenye mikono tu. Ulimi ubadilisha mikono yako iwe na nguvu
ya kutengeneza kitu kipya. Mnatamka nini? Baba, katika jina la Yesu, unakuja hata kuomba una hata mpangilio vya kuomba na vikuta. Unajua kuna watu anakuja paka kwenye mkesha hajapanga kuja kuomba nini, anavitafuta madhabahuni. Hivi Mungu atakujibu? Unapokuja mbele za Mungu lazima moja, leo naenda kukesha lakini nina ajenda yangu hii. Hata kama mchungaji ametuambia tutaombea mkutano, tutaombea semina, tutaombea hiki, lakini kwa kuwa nimepata nafasi ya mlango wa kwenda kwenye madhabahu, lazima beba na ajenda ya kwako. Mungu, kwa nafasi hii nitashughulika pia na pepo linalonifanya mimi nisilime. We mtu una hela tu nalalala shambani, huwezi kwenda kulima, huwezi. Umebaki tu na sauti, Yesu, Yesu nisikie. Lazima unataka gari kwa ajili ya nini? Ili lifanye nini kanisani? Mwana hoja, unataka gari la kwenda nalo kanisani kwa ajili ya nini? Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Sikiliza, mateso ndio mlango wa maombi. Maumivu ndio ufunguo wa maombi. Huumii hutoboi. Mimi siku moja watu waliamsha akili yangu, na hisi ningekuwa bado sijanunua gari. Nilitukanwa. Alafu nikajipigia mahesabu siku ile. Nikarudi nyumbani nikamwambia lazima ninunue gari. Bwana asifiwe. Tena nitokana na Wakristo. Wakajiapisha. Hivi wakajiapisha kwamba ukiendelea na mtindo huu kwa siku moja wote tutakuacha. Alafu moyo wangu akasema, ni nani aliyewaambia mimi ndo wa kuachwa na magari yenu kila siku? Yaani mimi nitoa majibu pale moyoni kwangu. Nani aliyewaambia mimi ndo mtaniacha mimi kila siku? Mbona mmedharau kubwa sana hii? Wakristo wana kiburi. Wakristo wanatudharaugi Wakristo wachungaji nye. Sikilizeni, wachungaji wa leo sio wale wa zamani. Acheni ujinga. Hamu tufahamu tu. Tuna akili siku hizi. Yaani niwaambie, wachungaji wote mnaoona wana uwezo kutembelea magari, ila tu tumepishana malengo. Mmoja anatangulia hiki, mmoja. Wote 90% ya vijana wana uwezo. Mwingine anahangaika tu ananunua ni mashamba. Ndio maana wewe unaweza kumtukana leo, kumbe anataka wekeze kwanza kwenye mashamba. Mwingine unamtukana tu leo, kumbe alikuwa na uwanja amekuta una mgogoro, ameona jenge kwanza. Wewe unafikiri amekuja hapa ameomba kalifuti kako, unafikiri ndio. Ukimtukana kesha nayo ngoma ya kwake. Bwana asifiwe. Niliambiwa ulichokifanya siku nyingine tutakuacha. Utafikiri atakupa msaada, utafikiri atakupa msaada. Anamwambia huyo ni anamwambia mchungaji. Bwana asifiwe. Bahati mbaya hawakujua anamwambia nani. Hawakujua anakiambia kichwa cha mfumo upi. Bahati mbaya Mungu wangu amenisaidia, mimi sijawahi wekeza kwa kutegemea watu. Unajua mimi mtakinipa kitu, namshukuru Mungu sana aliyempa moyo wa kutoa sadaka kwangu. Kwa sababu nikikushukuru wewe na kufunja na kumaliza na kufilisi na kusababisha Mungu akuchukie. Yaani umeniletea kitu, nikia moyo wangu wote nikawekeza kwako, ninakupunguzia spidi ya uchumi wako. Lakini nikimshukuru Mungu kwa ajili yako, kwamba Mungu asante unamsemesha hata fulani na anatoa sadaka hii, mkumbuke, Mungu anaachilia nguvu kwako. Lakini kianza kusema kama sio wakina fulani mimi sijui hapa Iunga ningekweje, nimeshawaua. Yaani Mungu anasema ala, yaani mimi nilimpeleka pale ila awategemea watu baada ya kunitegemea mimi. Kwanza ni nani waliompa kiburi cha kunisahau mimi?
na anakukuta ni Tabita, na piga kila unachouza. Unasema jamani, mapepo yameingilia, kumbe sadaka uliyepeleka kwa mchungaji imeua. Sasa niliwaambia juzi, jifunzeni kutoa sadaka kwa wachungaji kwa maombi. Usipeleke sadaka kumfurahisha mchungaji, na uhakikishe Mungu amekupa kibali. Kuna wakati unaweza kufikiri umepeleka sadaka, kumbe umepeleka kuwa uchumi wako. Yeye atakutukuza wewe, hata mtukuza Mungu. Na ukiona mchungaji ukimpa kitu na kusifia sana wewe, kwamba wewe ndio kila kitu, achana naye huyo, anaua uchumi wako. Nazungumza vibaya? Sikiliza, mimi mchungaji unataka ukiniletea sadaka niwe na uangalia moyo wa kwamba huyu mtu hajaleta sadaka kwa ajili yangu, ameleta sadaka kwa ajili ya Bwana, amemheshimu Mungu, hajaniheshimu mimi. Na ndio maana kuna watu wanaferi kutoa sadaka eti kwa sababu hawaelewane na mchungaji. Umeliwa. Na Mungu ana akili kweli, atakuwa anakupeleka kwa yule msielewana. Na anasema peleka. Utakapopeleka kwa mnayeelewana, Mungu anakumaliza kabisa. Wabarikini wanao. Kama mimi nimekuuzi ndo nileteage na kondoo, nileteage na ng'ombe wa maziwa. Na wafundisha, ndo raha ya kuja ibada za tuition. Kuna wenzenu hawaelewagi hiki. Na wafundisha kuanzia leo, ulishike neno hili. Moyo wako usipeleke sadaka kwa mchungaji kwa sababu mnaelewana. Peleka kwa sababu ndiye aliyekaa kwenye kiti, ndiye aliyeshikilia baraka zako kwenye madhabahu. Amen. Jamani, amen. Kokote mimi watu nilioishi nao, hata waliokuwa marafiki zangu, wakitaka kuja na wauliza mchungaji wako naendaga? Kwa sababu paka leo hajakata mnyororo tunaenda nasa. Nilienda baba. Namuuliza umeenda mwezi wangapi? Sijui kama umeleta hela huku kule hujapeleka. Si mnajua wachungaji Wakristo kuna Wakristo wahami kwa mchungaji, hata hame anaenda naye kokota aendako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nawaambia ukweli, mimi si nimekuwa mchungaji. Kuna Wakristo hama usihame, hahami na mchungaji wake. Utahama ushirika huyu yuko na wewe. Unahama ushirika huyu yuko na wewe. Unahama ushirika huyu yuko na wewe. Na sio kwamba amekosea. Na ukiwachukuta wachungaji wasio na akili, anakuwa na wivu, anafikiri unakula hela zake. Kumbe yule mtu, sikiliza. Mmoja aliniambia hivi, unanikataza, mbona nikiumwa napigaga simu na niombe? Sasa unanizuieje nisilete kasadaka? Nikiumwa umewahi niulize umeenda kwa mchungaji wako kuomba? Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Sio kwamba ule mchungaji hawezi kuombea. Si mnajua kinachobadilisha na kuleta matokeo ni imani. Kila mtu anachokiamini ndio kinacholeta matokeo. Niliwahi waambia siku moja kwamba kuna mtu alikuwa anakataa kuhamia kwenye nyumba na ana mchungaji. Namwambia kwa nini usimwite mchungaji wake? Sasa siendi. Kwa hiyo tutakaa hatuhamii mpaka utakapoamua wewe kupata muda. Tulikuwa na shule ya Jumapili Rungwe, ndakaja akajua niko kule, ndakanifuata. Akaomba ruhusa kwa wale wenyeji, naombeni mnipe nisali moja tu niende na huyu mtu. Amenifungia mwenzenu siamii. Nilipofika nyumbani kwake ndakanipa sababu kwa nini hajaja na mchungaji wake. Akaniambia jambo hili aliyesababisha nibadilike akili na mawazo mpaka nikaja kujenga huku ni wewe. Sikutaka kwenye maisha yangu, tulishapatana. Huyu mtu aliyetupa neema tukapitia kwake, lazima Mungu ashuhudie kile alichofundisha, kwamba alichokifundisha tukakipokea kimezaa matunda. Yule atafurahia nyumba, hajajua nilitoka wapi. Wewe unajua nilikuweje mpaka nimefanya hiki. Kwa nimekuita kwa ushuhuda ili kukuimarisha na wewe ujue unachofundisha huwa kinazaa. Na una lengo lake. Sasa mimi nakataa, kumbe nafikiri huyu mpumbavu anataka niinue mimi, anafikiri ndo Mungu. Siendi. Kumbe hana nia hiyo. Yeye anachotaka mimi nibebe ule ushuhuda. Sasa siwafundishi hapa. Unaona? Ningeenda ningewafundishia. Na usifikiri kilikuwa kitu cha kawaida. Mtu alishajiapisha na alisha hapa nyumbani kwao harudi. Na hawezi kwenda.
hata iwe msiba wa ndani mwao pale pale analia kama wapagana, anaondoka siku hiyo. Na alishaandika waraka, nikifa mimi nazikwa Mbeya. Na alishaenda nao kwa mahakimu, maana ni msomi, alishauweka kisheria asiingilie. Mimi nikifa nazikwa Mbeya, sitaki kupelekwa nyumbani. Alishazira nyumbani na hakutaki, ni kama sumu. Alafu mtu anabadilisha maamuzi, anachana waraka, anadhamiria kurudisha familia kwa upendo, alafu anaamana kujenga nyumbani huko. Unafikiri hiyo gharama ilikuwa ndogo? Alafu anaanza kula mema ya nchi. Kumbe shetani amemtengenezea kifungo. Anajua kifunguka tu kwenye ardhi ya nyumbani kwao, yeye ndio baraka zake ziliko. Umeelewa hicho? Alishatengeneza misingi ya kumsumbua tanga akiwa kijana, ila zile si waze nyumbani. Kumbe mlango wake wa kutoboa uko nyumbani kwao. Na yeye ndio mkuu wa familia katika maisha ya baadaye. Na ni kweli ndugu zake wote walichokufa, yeye ndio baba wa ile familia. Leo anatazama kama mfalme, lakini alikuwa amekatana ndugu zake. Leo wote wanamtegemea. Kwa hiyo Mungu ana nafasi ya kukufanyia mabadiliko hapo hapo unapoona una kitu. Ndipo ukiwekeza na kuliamini jina lake, ana uwezo wa kutengeneza njia nyikani, mahali ambako vimiti havina, hata maji haviwezi, hata miti haiwezi kwenda chini. Chini ni miamba tu. Ukija pale ofisini wilayani pale, yako maeneo tunapanda maparachichi. Tukawa na shanga, kwa nini haya maparachichi yakifika level fulani yanapoteza nguvu? Pana limwamba pale. Alifika ofisini pale, zile ofisi hizi zote, hii nyumba ya juu zote zimejengwa kwenye mawe. Ndio tumekuja kugundua sasa hizi. Zote zimejengwa ni mawe tu pale chini. Ni mawe, kile kilima chote kimejaa mawe. Ukitaka kulima tu, kuchimba, ukifika hatua tu kutoka kama hii kwenye kocha hapo chini, unafika hapo chini unakutana nani? Unakutana na mwamba. Sasa ukishapanda mparachichi, unataka wenyewe sasa utengeneze ule mzizi mkuu. Mzizi mkuu kikutana na mwamba au endelee, unapoteza network. Sasa angalia, unapoambiwa, Mungu anakuambia atatengeneza vijito mahali ambapo pana mwamba hauwezi kutoboza maji chini, yeye anaruhusu ule mwamba upasuke ulete maji. Wewe fikiria, siku moja wana wa Israeli wana kiu, maji hamna jangwani. Si mnakumbuka? Si mnakumbuka? Akaambia Musa, piga mwamba. Mwamba yani jiwe. Akachukua fimbo akapiga jiwe. Lile jiwe likaanza kutema maji. Hivi Mungu ndo tunamkataeje jamani? Kwani unalia mama, badilisha. Yani kuna watu mmwe. Hebu Mungu atusaidie. Tutoke kwenye uzembe huu jamani. Nguvu iliyoko kwa Mungu. Mungu wetu ana nguvu ya ajabu sana. Mbali malize mudumeisha. Mungu ana nguvu sana. Fanya kila jambo kwa imani. Ukienda kulima, lima kwa imani. Mwambie Yesu na lima. Sio tu Mungu hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Utakuwa wa hivyo hivyo kweli. Mtaarifu Yesu, nataka kufuga ng'ombe, nataka kufuga mbuzi, nataka kufuga nguruwe, nataka kufuga kuku. Naomba unisaidie nisifuge peke yangu, maana nasikia kuku zina majaribu, zisije zikaujeruhi moyo wangu. Naomba nguvu ya kufugia, ili nitakapokuwa nakutana na vikwazo nisitetereke, niwe na moyo wa kukutazama. Sasa mtu amesikia hadithi tu, kuku zinalipa, kuku zinalipa. Ukisiba na mnajua kueleza wafugaji, mayai, mnaeleza, unafikiri zinataka kila siku. Una kuku 100, unakuta zinataka kuku 20. 80 zote zinagonga msosi tu. Unaenda kwa wataalamu wale waliokupa maneno mazuri, unasema labda ulizidisha chakula, wana mafuta sana. Mara wanakuambia labda hulishi mahindi sana. Unajitahidi, tayari unakuwa kama uganga, kumbe mapepo yamefunga tu. Sisi siku moja juzi tumechezewa kwenye sinodi. Tumechezewa mchezo wa ajabu sana. Mimi nilipewa kazi ya kufunga TV mle ndani na kuruhusu matangazo kwenye zile TV. Sasa taarifa ya mwenyekiti ambaye ni askofu ya kuitoa mbele ya halmashauri kwa muda wa miaka 5 kazi zilizofanywa,
maana ndo tunachoendea pale, na inajadiliwa kama bungeni. Akishaitoa ile taarifa inagawanywa kwenye makundi kwenda kuijadili taarifa ya mwenyekiti. Ile ni taarifa ya utekelezaji. Je, wametekeleza kifeki, wametekeleza sahihi? Sasa kuna vitu vingi alikuwa anavieleza kwa matendo. Kwa alitengeneza klipu za video, kama ni majengo, kama ni shule, kama ni miradi iliyoanzishwa kwa polini, kama ni miti imepandwa, yote ilichukuliwa picha na inaonyeshwa. Kwa hiyo kazi yake yote alikuwa ameiwekeza kwenye nani? Sikilizeni kilichotukuta. Jana yake tumeenda vizuri, zimefanya kazi vizuri TV na tumezifunga. Tumefika ile asubuhi tayari kwa maandalizi ya taarifa ya mwenyekiti. Kila kompyuta inapokea, haipeleki picha kwenye TV. Kompyuta ya kwangu ikagoma. Tukachukua kompyuta Radio Baraka, goma. Tukachukua kompyuta ya mkurugenzi wa mipango na maendeleo aliyekuja jana, na ndo mlimokuwa na ile kazi. Tukapeleka, ikagoma. Tukafikiri labda ni kifaa fulani cha kwetu kibovu. Bahati nzuri akaja mtu mmoja na vifaa kama vile viwili, tukavifunga, vikagoma. Tukafikiri labda TV za kwetu zina shida, zimeona askofu, tukaleta zingine 3 kutoka nje, zikagoma. Bado kama dakika 10 watu wote akili zikahama. Bwana asifiwe. Nini hiki? Mimi nikasikia sauti na niambia, nenda kwenye maombi. Hii ni nguvu ya giza. Bwana asifiwe. Nilipojua ni nguvu za giza, nafikiri nilienda kwenye maombi tena. Nilienda tu nikamwambia akina Mike na akina nani wote, tokeni hapa niachie. Hivi kwa amri kabisa, tokeni niachie. Wakakaa kule. Wote wakatawanyika, wote akina Obokera nikawafukuza. Kaeni huko. Hebu niachieni hapa. Nikakaa pale kwenye mashine mwenyewe, nikaziangalia moja baada ya nyingine. Nikaita uzima. Mungu naomba maarifa. Wakati huo nikampigia simu Gwakisa, alikuwa kazini. Alafu ndo wanaingia, bosi wake ambia andaa haraka kazi, tunaingia kwenye kesi. Na ile kesi inaendeshwa online, yeye ndo anaiendesha sasa kupitia mitambo. Mimi nikamwambia ondoka, kama ni kazi ukafukuzwage kwa ajili ya hili, uje. Amebaki na mtihani mgumu, natokeje? Nikasema Mungu ndiye aliyekuweka hapo, ondoka. Hii kazi yuki nataka kuharibika, njoo tushirikiane mawazo. Anapohangaika natorokeje, ameadhimia kutoroka. Kabisa, wewe fikiriwe utoroki kwa jaji, alafu umeenda kwenye kazi ya kanisa. Inakweje? Akaadhimia kutoroka kwamba liwaro na liwe. Dakika hiyo anamwandikia message. Mwanangu naomba uwe na uvumilivu, kuna wageni wameingia, tutafanya hiyo kazi baada ya nusu saa. Unaona Mungu anavyotengeneza njia. Sasa pale ndo anaondoka. Mimi alipo nimetoka kuongea naye ndo nasikia sauti inaniambia hii ni vita. Kuna watu walishaijua hii taarifa na wanataka wamharibie baba taarifa. Ionekane ni fake. Maana hawezi kuisoma kule, aliandaa watu waione. Ule ubora watu wameona utakuwa mkali sana. Palipo wana wa Mungu na mabunduki yamo. Wewe unaweza kufikiri wamevaa wote. Bunduki zimo, tena mashine gani? Ikifyatua risasi. Bwana asifiwe. Nilipoondoa wale vijana na ndo nimempigia simu yule ya ukali. Akatafuta pikipiki. Ndo nimeingia pale. Nilipokaa tu pale, Mungu ananiambia sasa hamisha hivyo vitu visipitie kwenye kompyuta, pitisha kwenye kile kifaa. Ukishapikitia kwenye kile kifaa kikidaka, kirudishie kwenye kompyuta ya pili. Ile kompyuta ya pili itapokea kutoka kwenye hicho kifaa. Ikishapokea kutoka kwenye kifaa itarusha kule. Nachukua tap na hamisha, nipe waya uliotoka kule huko hapa, naambia hapa, napeleka huko. Waya mwingine peleka huko. Nachomeka hivi, Gwake naye amefika, anasema tufanye hivi baba. Anza tufanye hivi, TV zimewaka. Hakufanya chochote, alishika tu dakika moja anaondoka. Nikamwambia wewe rudigi, kazi imeisha. Lakini ile siku nilikaa mwenyewe pale, waulizaga kina Mike. Wao walikuwa, nilikaa mwenyewe siku hiyo pale mpaka jioni. Niliacha mkutano mpaka kila kitu kiende sawa. Amemaliza kutoa hotuba, ameondoka. Tunarudi mchana. Hakuna kompyuta inayogoma. Kila kompyuta kichomeke inafanya kama kawaida. Sasa sikiliza, si
Si kila njia uliokwamishwa wewe umekwamishwa kwa sababu huna mtaji, una akili, una nini. Ni vita inayokufahamu wewe. Ukitoboa hapo, kanisa litakuwa wapi? Bahati mbaya hujajiamini kama Mungu ndiye aliyekusudia uvushe kanisa. Kuna watu mmetengwa kwa ajili ya kubeba wachungaji, kwa ajili ya kuwahudumia wachungaji. Kuna watu mmetengwa kwa ajili ya hela za majengo ya kanisa. Ila umefungwa. Shetani anajua kabisa nikimruhusu huyo akatembea kwenye hizo baraka, ili kanisa watajenga na ghorofa. Alishajua ghorofa inatakiwa itoke kwenye mikono yako. Kwa hiyo ulishapigwa mpaka unazeeka unasema mimi nimekataliwa. Kumbe umeshindwa kutafuta. Vita iliyopo ni kwa ajili ya kitu ulichokibeba. Na hakuna mtu aliyebeba kusudi la Mungu asiwe na vita. Lazima ukataliwe na wengi. Lazima wakupinge wengi. Lazima wengi wakujengea hoja za kuwa ufai. Utakuwa ni wakupita kwenye tundu la sindano tu, wanakutuko ng'ambo. Ila wote hapa walizuia wajua hupiti. Sema amen. Muna njia ya kuvuka. Hebu kila mmoja aanze kuitafuta njia yake. Mlango mmoja wapo ni yale maombi niliyowaambia wamama, mkeni njoni kwenye maombi. Acheni kulala kwenye vitanda. Vile vitanda hata kama tunafikiri vizuri, viko vizuri. Simuliki kitanda nicho kizungumza jana Mwakasege. Simuliki sikia. Ninapowaambia hapa mnafikiri havipo. Vipo vitanda vya kubembeleza. Unataka joto, kinaleta. Nyewe tunatafuta mablanketi. Kile ukinunua hakina haja ya blanketi. Mmenielewa? Hakina haja ya shuka na kujifunika. Ni wewe tu kwenda kama ulivyo pale, unaminya batani ya kajoto. Unaminya batani ya kubembelezwa, kinaanza kuzunguka kidogo kidogo kama uko kwenye bembea. Kikisha juu umelala, kinajisimamisha chenyewe. Hakitaka kuamke ovyo. Sasa wewe unacho cha kwangu kama hii mbao nyeupe kinalia bado nakataa kuja kwenye maombi. Njoni tuombe Mungu atusaidie. Kuna wakati tutavuka hapa tulipo. Maisha yale tunayopitia yataisha. Jamani, Mungu amewekeza utajiri mkubwa sana kwetu, ile sisi ndo hatutaki kutafuta. Tumejaa maneno mengi, mimi sina mtaji. Mimi nikipata mtaji upo, njoo madhabahuni hapa pana kila kitu. Usipige kinanda bure. Mikono inaumia tu. Hii kinanda kikitoka hapa na hela zitakuwa zije. Si umekuja umeimba tu hapa wanakusifia watu. Ndio maana niliwaambia uwe makini sana. Nyinyi mnaoanzisha. Mshukuru sana Mungu kama unaanzisha wimbo watu wanashangilia wanakuja kutoa sadaka. Usifurahie wale wanaokuja kukupa hela, angalia wanaoleta hela. Mmai wafuatilia wanaoleta hela. Wote wengi hawana mahusiano na Mungu. Nimezungumza maneno mabaya eti. Fuatilia, mwe mnauliza ukisema na wewe nilikuangalia Jumapili. Namshukuru Mungu wengi walitoa sadaka sana kwenye chombo hicho. Ni wachache tu waliokuja kukuletea hela. Ni wachache, lakini wengi walinyanyuka, walijaza sadaka hapa. Mshukuru sana Mungu kwa unaimba, watu wanasikia nguvu za Mungu ndani, wanakuja kumshukuru Mungu kwa kuwavusha. Zile fedha wanaokujaga kuleta wale, wengine anakuja kukupiga kipawa chako. Unafikiri amekuleta sadaka na roho ya wivu. Anasema, msifikiri maadui wako mbali. Kinajifanya kinaimba, nikikipa hii sadaka, kikinywa tu soda, mwisho wewe unafikiri umeletewa sadaka, kumbe umeletewa mauti ya uimbaji. Wafuatilieni wewe, kuna watu vipawa vilikufa hapa kwa kupokea sadaka. Siku moja nimwambia binti moja wa Malizi, nikamwambia hizo hela zote ulizokupa naomba usile peke yako. Kazirudishe kwenye kundi, waambie jamani tulikuja wengi. Tulikuwa Dodoma, nikamwambia kawapeleke, usile mwanangu. Mungu atakupa za kwako. Kuna watu wamekasirika zile hela zinapojaa kwenye kikapu, waimbaji wenzako. Kwa nalipogawa zile hela, mgogoro ulitokea wa kusuluhisha. Ulitokea kule kule. Kuna watu wameanza vita kwa wametukanana. Wengine wanasema kwani anaimbaga peke yake? Kwani wasijue zile hela zimerejeshwa kwa kiongozi. Na kiongozi anasubiri wakusanya pamoja. Unaona kitu Mungu alichonipa mahali tunakaza. Zile hela usichukue. Yule binti alikuja kwa machozi analia, anasema baba mchungaji, uliona hivi vurugu zimekaa huko, wadada wamekalishwa, kuna wengine paka kamati inawasimamisha nasema hamtaimba. Wamezua kule amenyanyuka binti moja sana. Mimi ndo nilipewa kuanzisha kwanza huo wimbo. Anatumia nguvu za giza, yeye akwepo kwenye mazoezi. Wamempeje huko.
Ni kwa sababu anatumia nguvu za giza. Yaani mtu eti ameimba hela zimejaa pale wanasema ametumia nguvu za giza. Kesi imeanza. Mungu alinipa ufunuo, mwambie zile hela asile peke yake. Mnakielewa hicho? Unaelewa hino? Yaani wanapoleta ndipo hii moyo na muuma. Huu wimbo kiongoza na mwalimu anapendelea sana, nitakiwa nianzishe mimi. Wewe unafikiri watu wameitikia. Saa zingine anakuja na yeye ni kama amekuunga. Kumbe amejaa roho ya wivu na hasira na hela anaua kila kitu. Msikurupuke hela zikija mkononi, mnaenda kuzitumia. Mwambie Yesu, hela hizi zimekuja kwa ajili ya nini? Mimi nilikuwa nakusifu wewe. Nilikuwa simsifu mtu. Ukiona unakosa amani, zitumbukize kwenye chombo cha sadaka, zikapambane na madhabahu. Mimi siku moja niliwahi katazwa kuchukua hela. Nilikuwa tena ushirika wa pale nani. Katazwa kabisa kuchukua hela. Sikajela. Nimefurahi kweli, baadaye nikasikia sauti inaniambia usipokee hizo hela. Ni kisu cha huduma. Nikazirudisha zote kwenye chombo cha sadaka. Hapa kukamda wakampa mke wangu. Yeye ndio ilishindikana. Walikuwa wanarusha hela, utafikiri pale madhabahuni shui pana ni dampo la kukusanyia takataka za hela. Anahubiri hapo. Na yeye akapiga mahesabu, akakusanya zote, akaenda akatumbukiza kwenye chombo cha sadaka. Sio kwamba hatuna shida. Saa zingine hizo hela zinapokuja na nyumbani kachumvi hamna. Ila roho wa Mungu anasema msichukue. Mna vitu narudisha, tunakuwa tuna hela. Kamoyo kana kuuma. Ila sauti ya Bwana inakwambia hiyo hela usile. Nawafundisha wanangu hao mnaoimba hapa. Kuweni makini sana. Omba Mungu watu wakisikia. Na ndio maana watu walio connected na Mungu wanaotoa sadaka halisi kwa sababu ya mtu ameimba, mara nyingi hawezi kumpa mtu hela. Umenielewa? Hata kama atampa hela, lazima atakuwa amebeba kwanza sadaka. Ndipo sauti inamwambia mpe ya kunywa maji. Simama. Jamani, tuishe ni ngumu Bwana asifiwe. Msiseme baba ametokea. Nimewahi kutana na manoti mekundu matupu. Unafikiri wanaporushaga kwa mchungaji wanarusha 100, 1000? Kwa sababu zile za kurusha watu mmewahi wanatamta naye rusha hapa na wanarushaga zile za kurusha wanarushaga 500, 1000, wanarushaga kuanzia 5000 kwenda juu. Za kupewa sirini wanakupa paka 200. Wahuni wale maskini wamekuja kukumaliza tu. Watu wanafikiri una hela, wamekuja watu 20 kumbe na 1500. Wapotele mbali na 500 vyao. Na ni wanafiki kweli, hata sadaka hawatoi. Kama mnafikiri mwongo, kawaulize madikoni inaonyesha zaka ya yule aliyeniletea hela. Hata yeye hana. Hata madhabahu ya Mungu haimfahamu. Ni maskini na amebeba rana ya umaskini kwenye mikono yake. Anakuletea wewe hela yeye mwenyewe ana shida. Na ninyi mnaopeleka hela, jifunzeni. Umesikia yule mtu ameimba, amemwimbia nani? Okay, ndani kwako unasikia nini? Unasikia kumtukuza yule, unasikia kumtukuza Mungu. Usikurupuke kupeleka hela bila kusikia. Unaweza kwenda kujumungamanisha, unafikiri ni mwimbaji, kumbe ametoka kunywa ganga wa kienyeji. Unafikiri ni upako, kumbe ni shetani. Hivi hamjui waimbaji nao wanakunywa dawa ili wapate kibali? Wewe unaenda sanserere, unafikiri Bwana ametenda, kumbe chenzio kimelala jana kwenye kigoda. Sauti ya kwanza ya nguvu ya Mungu ikija kwako, wimbo ukija wa kukuvusha, unataka sadaka. Amen. Na kinachotaka sadaka ni madhabahu, sio mtu. Na mkumbuke sadaka ndo zimeua waimbaji wengi. Bwana asifiwe. Na unapopata nafasi ya kwenda kuhubiri, usiombe kila siku walete sadaka. Siku Mungu ameamua kuleta sadaka inatokeaga mara moja, sio kila siku. Haiwezekani Jumapili umehubiri watu wamejaza sadaka, Jumapili ijayo watu wamejaza sadaka, Jumapili ijayo watu wamejaza sadaka. Siku zingine leo usihubiri. Mnakumbuka siku moja alihubiri mtu mwingine, walitoka wadada fulani kule wakaleta hela.
Kanisa lote likaanza kunipa hela hapo. Mnakumbuka ile siku? Sikuhubiri hata mimi, wala sikuhubiri. Haikuwa usiku, ilikuwa mchana kabisa, ibada ya asubuhi. Nilikusanya hela hapo nyingi sana, karibu sijui 200 na ngapi. Watu wakaanza kunileta hela mimi. Wanafurahi, wanacheza, mlikuwa mnaimba. Watu wananipa mimi hela. Alafu sijahubiri hiyo siku. Mnakumbukumbu ile siku? Mnakumbuka? Bwana asifiwe. Sema Bwana Yesu, naomba unifundishe namna ya kukutumikia. Wakati mwingine nakuja kwenye maombi, lakini nakosa maarifa ya kuomba. Ninaomba neema yako, unipe maarifa na elimu ya kutosha juu ya ufalme wako. Natamani nikutumikie wewe kwa kicho na kimo, katika hali zote, kwa viwango vinavyotakikana. Nisaidie Yesu juu ya utumishi wangu, nitumike kwa usahihi, nisipoteze muda wa kuja madhabahuni bila kutembea katika neno la maarifa. Fungua akili yangu, ondoa uzito, achilia wepesi wa kuelewa, achilia nguvu za kutenda, nipe moyo wa kuchukua hatua katika jina la Yesu. Yesu, na ukataa umaskini, nisaidie kuzijua njia za utajirifu ulizoziandaa kwangu, ulizoziandaa kwangu, hazina ulizoziweka kwa ajili yangu. Naomba yafungue macho yangu katika jina la Yesu. Shika sadaka yako. Bwana Yesu, nakushukuru sana kwa ajili ya neema ambayo umeiachilia kwetu. Kila siku hujawahi nyamaza bila kutupa kitu kipya kwa siku husika. Siku ya leo imesimama kama siku ya limbuko kwa wiki hii, na kuomba kila aliyesogeza mguu wake katika ibada hii siku ya leo, ukaachilie ulinzi kwenye miguu yake, kwake yeye, kwenye nyumba yake, kwenye familia yake, kwa watoto wake. Mungu, wiki hii ni wiki ya uchaguzi. Watoto wetu wengine wanakaa kwenye mazingira hatarishi sana. Tunaomba kawalinde, na sisi ukatulinde, katufunike na damu yako, kawatunze watoto wetu walioko mashuleni, adui asipate nafasi yoyote huko shuleni. Kaachilie nguvu za ushindi, kaachilie neema yako kwenye shule zote, katika damu ya Yesu. Tunaiombea siku ya Jumatano, nuru yako ikashuke kwenye Tanzania yetu. Wewe unaijua ni nuru ipi iliyo halisi ya kutuvusha wa Tanzania. Kaishushe nuru yako. Kila aliyebeba hasira na uchungu, kila aliyekusudia kusababisha na kuwajeruhi watu, asiwepo. Hata aliyejiandaa kufanya hivyo, kamzuie kitandani kwake asiamke mpaka umetupa furaha, katika jina la Yesu aliye hai. Una njia nyingi za kuzuia uharibifu. Taifa hili ni la kwetu na nchi hii ni ya kwetu. Tunaomba maarifa ya kutosha kwa rais anayeiongoza. Mpe maarifa na uhalisia wa namna ya kuitendea nchi. Achilia nguvu na ulinzi kwake pia. Tunachotaka amani, hatutaki kusikia mapigano. Kama kuna mahali haki inapotoshwa, wewe ni Mungu wa kuleta haki tu. Mwanadamu hawezi kuleta haki sahihi. Atajipendelea tu, atajipigania tu. Ila Mungu kikaa katikati ya watu, unayo nafasi ya kuachilia haki ya kwako. Liachilie taifa hili Mungu liwe la haki na amani, katika jina la Yesu. Kila kilichopungua ukijalize wewe. Tunakutegemea, tunakuamini. Njia iko kwako sahihi. Tusaidie katika jina la Yesu. Ninamwombea kila mtu aliyeshiriki ibada hii, kuanzia kwangu mwenyewe. Tukumbuke, tutunze, tuokoe na majaribu. Tuokoe na kila masimanzi aliyokusudia shetani kwetu.
utuokoe na huzuni na mauti na vifo na magonjwa katika jina la Yesu. Katika marango ya nyumba zetu, marango ya nyumba ya baba zetu, marango ya familia yetu, wadogo zetu, kaka zetu, dada zetu, mama zetu, wazazi wetu, Mungu achilia wingu la ulinzi kama Rahabu alivyokuomba kwamba Bwana, watu hawa wakanitendee mimi na baba yangu na mama yangu na wadogo zangu na dada zangu na kaka zangu, asiwepo hata mmoja wa kuanguka kwenye mikono ya damu katika jina la Yesu aliye hai. Ardhi ya Tanzania simama kama silaha ya Bwana kuzuia kila roho iliyobeba uharibifu juu ya wananchi, juu ya Watanzania, katika damu ya Yesu. Tunaomba amani yako na akili njema. Achilia maarifa na nuru na ufahamu kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Achilia nuru ya haki ndani yao. Achilia upendo. Achilia muunganiko kati ya majeshi yetu na wananchi. Kuwepo amani na furaha. Hawawezi peke yao bila nguvu ya wananchi kuwasaidia pia. Achilia nuru katika kila eneo. Wabariki wanaotuongoza, watembee katika haki yako na nguvu yako. Achilia nuru na neno la maarifa kwao. Ondoa roho ya malipizi na kisasi kwa kila mtu. Amani yako Yesu itawale juu ya anga la nchi na mipaka yake na juu ya ardhi. Wako maadui wa taifa wanatamani waone tunavutana na kupigana. Nafasi hiyo tunaizuia, hawataiona. Tutakaa kama Tanzania ya amani tu katika jina la Yesu aliye hai. Lakini Mungu, shughulika na anayeharibu amani ya nchi katika mazingira yote yale. Lifanye taifa hili kuwa na utulivu katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu wa haki, tunakuamini utatutetea na kutupigania. Na siku ya Jumatano itaenda kwa furaha na sio katika hali ambayo inatishia mioyo ya watu. Simama katika anga, simama katika ardhi. Na wewe ardhi ya Tanzania, tunakuamuru katika jina la Yesu na viunga vyake, simamia utulivu na amani. Usipokee damu ya mtu. Zuia katika nguvu, fanyika kuwa silaha halisi kwa jina la Yesu aliye hai. Amani yako Kristo itawale katikati ya mioyo ya watu. Wewe ukikaa katikati ya mioyo ya watu, watafanya kitu kwa amani. Tunakutegemea, tunakuamini. Utulinde na damu yako popote takapokuwepo. Yesu, tunaenda kazini kwetu, mtangulie kila mmoja mahali anapokwenda. Achilia maarifa na baraka kwenye mikono yetu. Na ukiitakasa hii mikono inaposogeza sadaka madhabahuni kwako, Mungu, na miguu yetu na nyayo zetu zinaposogea kutolea sadaka, achilia nguvu katika miguu yetu na uwezo wa kumiliki. Leta neno la maarifa juu ya namna ya kuishi kwa kila mmoja aliyeshiriki ibada hii. Waliokusudiwa kuvuka kupitia kilimo, achilia maarifa kwenye kilimo. Waliokusudia kuvuka kwa njia ya biashara, achilia maarifa ya kibiashara. Waliokusudia kuvuka kwa njia ya elimu na taaluma mbalimbali, wengine ufundi, achilia njia na ufunuo kwao. Mungu, leta njia sahihi. Tunataka kuwa na agano lilo imara ili watu wajue Mungu tunayekutumikia ni Mungu wa baraka. Wasilitukane jina lako kwa sababu ya maisha yetu. Kwa ajili ya jina lako Mungu, katende kwa kila mmoja. Pokea sadaka zetu na mioyo yetu, itakase katika damu ya Yesu. Mungu, naomba achilia ulinzi na baraka kila mtu atakapokwenda. Bwana akubariki na akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani katika jina la Yesu. Amen. Na watakia